Mambo vipi mtazamaji wa Kishamba Media, ni muda mwingine tunaenda kukusogezea kimichezo. Yapo mengi ambayo yalijiri weekend iliyopita. Kubwa ni kuhusiana na kamati ya usimamizi wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, nikimaanisha kwamba saa 72 walitoa taarifa kwa umma kuhusiana na mwenendo wa matukio ya michezo ya ligi kuu Tanzania bara iliyopita. Wengi wakimtaja Ladak Chasambi ana uwezo sawa na nyota mpya ambaye ameingizo jipya kwa dirisha la mwezi Januari iliyopita, sio mwingine ni Libase Geye. Tutapata kufahamu kutoka kwa Omar Bula ni ipi tofauti kati ya wachezaji hawa wawili, lakini pia akigusia ni upi uwezo wa Chasambi na Libase Geye pamoja na wachezaji wengine wazawa ambao wanashiriki kwenye ligi kuu Tanzania bara na nyota wageni ambao wanatoka kwenye mataifa mbalimbali. Mwenzangu Morris Kasim yuko nyuma kamera, hakikisha kwamba unapata picha ngavu, lakini unapata yale yote kutoka kwa mdau wa soka Omar Bula. Tufuate kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, tunapatikana kwa jina moja tu, Kishamba Media. Naenda kuungana na Omar. Mambo vipi? Safi, tuko vizuri. Mbona Namshukuru Mungu imeela. Bilinge za ligi kuu Tanzania bara huwezi kuziacha kwa kile ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa. Kabisa kwa sababu ligi ndio imefika katika stage ambayo wanasema kama ni Ramadhani umeigawa kwenye makundi matatu, 10 la kwanza, 10 la pili na 10 la tatu, kukamilisha 30. That the same applies to ligi yetu ya Tanzania. Kuna kipindi inafika mwanzoni watu wanaanza kwa kujivuta, inafikia kati yule ambaye wa kushuka daraja anaonekana, yule ambaye anaonekana na dalili za kuchukua ubingwa anaonekana. Kwa hiyo so far ligi iko katika stage ambayo wale ambao wanautaka ubingwa wanaonekana na wale ambao tayari wameshasabilia maisha yao kushuka ligi wameshaonekana tayari. Dalili zinaonekana kila mahali, umezungumza vizuri. Wale wakubwa wa juu wanaendelea kuzitafuta alama, lakini wale wa kule chini ambao wanatamani kujinasua kwenye nafasi walizopo, lakini kila dalili zinaonyesha kwamba mambo yanazidi kuwa mengi kwenye ligi kuu Tanzania bara. Sasa turejee kwenye swali langu lingine la msingi, ilikuwa ni kuhusiana na wachezaji wazawa. Tukimgusia mchezaji Ladak Chasambi ambaye kwa msimu jana alitumika sana na namna watu wakamuona akiwa na jezi ya Simba, akaweza kusababisha Simba akapata matokeo kwenye michezo kadhaa, lakini pia kuna sehemu ambapo aliangusha Simba kule Manyara, lakini kwa msimu huu ameonekana kwa uchache sana. Mara nyingi akimulikwa na kamera anaonekana yuko kwenye benchi la klabu ya Simba, mara nyingine zaidi anakuwa jukwani. Sasa wengi wameanza kufananisha uwezo wake na Libase Geye, na wewe pia ni miongoni mwa watu nimepita kwenye kurasa zako ukiwa umemwandika nyota huyu. Tupa ufafanuzi kuhusiana na nyota, ni ipi tofauti yao ya nyota huyu mzawa Ladak Chasambi, lakini pia mgeni huyu ambaye hana hata miezi 5 kwenye ligi yetu. Kwanza utofauti wa kwanza ni huo. Ladak Chasambi ni mzawa, hata expenses zake, yani jinsi ya kumhudumia Ladak Chasambi na jinsi ya kumhudumia Libase Geye ni namna mbili tofauti. Twende kwenye talent wise. Mimi ukiniamsha saa 8 usiku uniambie Ladak Chasambi na Libase Geye, yani hiyo uniulize hata mara 10, mara 20, mara 30, Libase Geye hamuingii nusu ya uwezo alionao Ladak Chasambi. Ubora wake sana Ladak Chasambi ni mchezaji ambaye ni precise. Mpe nafasi 3 Ladak atakuonyesha. Alituonyesha chini ya Fadlu Davids. Fadlu alimwamini Ladak Chasambi na Ladak alituonyesha, alifunga mabao, alitengeneza assist. Umenielewa? Huyu mchezaji mzawa tunayemzungumza kutoka Mtibwa mpaka Simba anakwenda katika dakika ambazo alipewa amedeliver. Huyu Libase Geye, yes, ni mchezaji mpya, lakini kwa mtu ambaye anajua kuangalia instinct za a better player, akimtazama Libase Geye anamjua ni mchezaji ambaye ni mguu wa shetani. Ukimbana upande mmoja hana option nyingine. Kuna mchezaji kama Jibril Sila alipita Azam pale. Jibril Sila, he was silk, fantastic player. Jibril ana uwezo wa kukutoka engo zote. Ukimbana kushoto kwenye mguu wake atakutoka kulia na atakwenda kufanya kitu ambacho kinatija. Libase Geye ni mchezaji ambaye ukishambana kwenye mguu wake wa kushoto anachachatika, hamna sehemu ambayo anakwenda. Napata shida kuamini watu wanaozungumza ya kwamba Simba sasa hivi inacheza vizuri, kitu ambacho si sahihi. Simba haichezi vizuri kwa sababu kwenye ligi kuu tumeona mechi 2 mfululizo wameshindwa kupata hata goli. Kwenye mechi 3 walizocheza mfululizo wamefunga mabao 2. Hayo mabao 2 wamecheza na timu ambayo ina struggle kwenye championship B19. Una wachezaji Libase Geye unasema ni bora kabisa. Unakuwaje na mchezaji bora mechi 3 mfululizo
umefunga mabao mawili tu kwenye mechi ambazo tena tumeona goli la kwanza dhidi ya B19 ni golikipa amekwenda na mchecheto wake, mwisho wa siku amekuwa na bad catch, goli limefungwa, si ndio? Goli la pili tumeona Mpanzu kujibabatiza amefunga goli. Miongoni mwa wachezaji wanaopigiwa chapuo ndo hawa kina Libasegeye, Anicet Oura, si ndio? Lakini at the end of the day ukiangalia impact yao iko wapi? Mbebeshe uzito Anicet Oura wa Simba katika kipindi ambacho inapoteza alama, anafanya kitu gani? Mechi dhidi ya Dodoma, miongoni mwa wachezaji ambao wamekosa nafasi za wazi za kizembe ni hawa kina Anicet Oura na Libasegeye. Unamhitaji mchezaji bora yule. Kwa nini mchezaji bora asiwe Saleh Karabaka ambaye mlimtoa kwa mkopo msimu uliopita mkampeleka Namungo akafanya vizuri? JKT Tanzania wenye uwezo wa kuona talent wakamuona wakamchukua tena kwa mkopo. This time around Saleh Karabaka yule pale almost mabao 8 sio anakwenda sasa hivi, si ndio? Kwenye ligi kuu. Sasa unaniambiaje Anicet Oura ni bora kuliko Saleh Karabaka? Mwanzoni mimi nilishawahi kuliaddress hili swala. Nikazungumza kwamba kuliko kuwa na Mohamed Bajabiri kwenye kikosi chako, ni bora umlete Saleh Karabaka ambaye ulimtoa kwa mkopo msimu uliopita kwenda Namungo kuliko kumpeleka JKT Tanzania, kwa sababu Saleh ni mchezaji mzuri. Si unanielewa? Viongozi wa Simba kama wana blindfold hawakulizingatia hilo, wakampeleka JKT Tanzania. Leo hii Saleh Karabaka tunaona anachokifanya. Yuko wapi Mohamed Bajabiri? Watu mwanzoni walizungumza katika mazingira ya kwamba unaichukia Simba, unachuki na huyo mchezaji, lakini sasa hivi huyo mtu aliyezungumza hivyo mwanzoni mfuate mwambie. Hata kuwa na la kusema, ndiye huyu ambaye sasa hivi nikisema Ladaki Chasambi ni top talent kuliko Libasegeye atanikatalia kwa sababu tu Libasegeye anatoka nje ya nchi. Kinachowafunga wachezaji wetu ni kutokupewa nafasi. Ni kutokupewa nafasi. Yes, exactly. Yani umezungumza kitu kizuri. Kwa nini Ladaki Chasambi hapewi nafasi? Ni mchezaji wa Simba. Ni mchezaji ambaye alishapewa nafasi akaonyesha kwamba ana uwezo wa kufanya. Ladaki Chasambi hapewi nafasi kwa sababu alisema role model wake ni Max Nzengeli wa Yanga. Ladaki Chasambi hapewi nafasi kwa sababu alijifunga lile goli. Mnaishi kwa ligoga, grudges, wachezaji wenu kwa sababu mmeshazoea kuwashutumu, ndio maana huyo mchezaji naye hapati nafasi. Kwa sababu kuna klabu, kwani ni uongo, ni kitu ambacho kipo wazi. Kuna klabu hiyo bwana, mchezaji akiwa top atasifiwa, kwa sababu tena wanaongoza kwa kuwasifu. Wakishamchoka mchezaji, ndio klabu inayoongoza kwa kushutumu wachezaji Tanzania hapa. By the way, tena niweke wazi, Simba ndio timu inayoongoza kwa kushutumu wachezaji dhahiri shahiri. Ilishatokea hivyo kwa golikipa Aishi Salum Manula, ukazuka ugomvi mkubwa baina ya Manula, wakala wake pamoja na klabu. Ilishawahi kutokea kwa golikipa ambaye sasa hivi ana hudumu majeruhi, Musa Kamara, baada ya mchezo akaitwa mara 3 tena na kiongozi mwandamizi wa klabu hiyo. Ilishawahi kutokea kwa mchezaji wao bora kabisa Clatous Chota Chama, akahusishwa na hivyo vitendo. Ilishawahi kutokea kwa mchezaji wao Inonga Baka Varane. Sasa wewe uwezi ukawa ni timu ambayo wachezaji wako kila siku unawashutumu. Kwa nini umshutumu mchezaji? Kwa nini umtengenezee mazingira mchezaji ya kuwa eti timu ikipoteza yeye ndiye ambaye amesababisha timu ipoteze? Tuwape wachezaji free will. Mchezaji wa Yanga ana uwezo wa kuwa na role model Namungo. Mchezaji wa Simba ana uwezo wa kuwa na role model Yanga. Ladaki Chasambi alisema mchezaji anayemvutia ni Max Mpia Nzengeli kwa sababu Max anafanya kazi nzuri. Max akiwa uwanjani yule ni mwanaume hacheki. Lakini baada ya pale Max alikuwa anapewa Chasambi nafasi za kuendelea kucheza. Baada ya pale pale watu walikuwa wanavuta muda. Sasa hivi ndo wanasikilizia maumivu ya Max Nzengeli. Kipindi cha Fadlu Davids. Fadlu akawa anaulizwa kwa nini mchezaji unampanga? Kwa nini mchezaji unampanga? Maria kweli? Mjini hapo. Kwa nini mchezaji unampanga? Kinachoendelea kwenye issue ya Ladaki Chasambi sio swala la uwezo, ni fitna. Ladaki Chasambi ana uwezo wa kumtoa Mpanzu kwenye kikosi cha kwanza. Ni fitna ndio ambayo inamfanya asipate nafasi kwenye kikosi cha kwanza Ladaki.
Ladaki Chasambi ana uwezo wa kumtoa Aniset Ora. Yani Chasambi anacheza kulia, anacheza kushoto, pale katikati anapocheza Clatous Chota Chama, Ladaki Chasambi ana uwezo wa kucheza kama namba 10. Fadlu Davids ashamtumia Ladaki Chasambi kama namba 10. Uongo kweli? Ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kualternate kwenye yale maeneo yote ya mbele. Ni fitna ndio ambayo inamfanya Ladaki Chasambi asicheze kikosi cha kwanza Simba. Sawa, umemzungumzia Chasambi vizuri, ni kama unavyozungumza ni nafasi na muda na ndani ya kikosi cha Simba, lakini kuna mchezaji anaitwa Faridi Musa Maliki. Kwanza kuna muda mpaka watu wanamsahau kama ni mchezaji wa Young Africans. Na yeye pale ndani ya Young Africans anaweza kumsogeza nani pembeni akacheza. Sasa kwenye hapa ndo tunarudi kwenye qualities. Unavyozungumza quality ya Yanga wakati wanaingia kwenye dirisha kubwa la usajili. Mimi ni miongoni mwa watu ambao sikuamini kwamba Yanga anahitaji kusajili wachezaji 5 ili mbali kuifanya timu yao iwe bora. Kwa sababu tayari walikuwa na wachezaji ambao ni bora katika maeneo mengi. Yanga katika maeneo mengi ambayo ya muhimu, wachezaji wao walibaki constantly ni Clatous Chota Chama, si ndio? Ambaye naye pia hakuwa regular starter kwenye kikosi cha Young Africans. Aliondoka Jonas Mkude. Ukiitazama Yanga golini, Djigui Diarra, golikipa nambari 1 sasa hivi kwenye soka la Tanzania, miongoni mwa magolikipa bora Afrika. Ukitazama taswira ya backline, Ibrahim Baka, Bakari Nondo Mwamnyeto, Dickson Jobu, muhimili wa Young Africans, wachezaji ambao walikwenda na timu ya taifa ya Tanzania kwenye AFCON wakafanya vizuri, wote wamesalia. Kiungo cha Yanga kilisalia vile vile, ukimtoa Khalid Aucho naye miongoni mwa wachezaji ambao waliingizwa, wakina Dumbia, Kouma, hawakufanya kile ambacho watu walikuwa wametarajia kitafanyika. Uliiona Yanga imetetereka? Hapana, wamekwenda kwenye games, wameclaim points kwa sababu timu yao msingi ulikuwepo pale pale. Wakina Mudathiri Yahya walikuwepo. Mchezaji kama Max Nzengeli yupo pale. Mchezaji kama Duke Abuya kutoka Kenya yuko pale. Prince Mpumelelo Dube yule pale. Mzize maskini ya Mungu ndo vile alipata etilafu umenielewa, ya goti. Pacome Zouzoua yule pale. Wachezaji wengi muhimu wa kikosi cha Young Africans wapo, walikuwepo. Faridi Musa Maliki, ukiniambia leo hii mimi nimtoe Pacome Zouzoua upande wa kushoto wacheze Faridi Musa Maliki, mashabiki wa Yanga watakuelewa. Kwa sababu Pacome ana deliver. Kwa sababu kuna quality ambayo ina limit Faridi kuingia kwenye kikosi. Si unanielewa? Ndio maana hata wachezaji waliosajiliwa dirisha kubwa walishindwa kuclick to the maximum, kwa sababu waliwakuta wachezaji wa Yanga waliopo bado wako katika ule uwezo. Frank Yasinki yule pale, what a back, a center back ambaye mimi ninavutiwa naye. Kwa mfano nakuwa na Bula FC, Frank Yasinki ni miongoni mwa mabeki ambao unasema yes, I need to have this back. Lakini mwisho wa siku Yanga ana struggle pale, anatoka Jobu anaingia Mwamnyeto. Frank Yasinki hazingatiwi. Asinki hana uwezo mdogo. Asinki anatoka Yanga pale anakwenda Simba anaanza mbele ya Derok. Mbele ya Derok tena, by the way atacheza na Derok. Musa nani Ismail Ture hapana. Sio cup of my tea. Yes, kwa hiyo miongoni mwa wachezaji ambao wanamfanya Faridi Musa asiingie kwenye kikosi cha Young Africans ni wale walio bora ndani ya Yanga. Kwa Young Africans wanabeba na quality ya wachezaji, lakini Simba uwezo bado quality baadhi ya wachezaji iko sawa. Sasa unamuondoa mchezaji ambaye amekufungia mabao 16 msimu uliopita, top scorer wako. Unamuondoa mchezaji aliyefunga mabao 13, Steven Dese Mukwala. Unamuondoa mchezaji aliyefunga mabao 13, Leonel Ateba Mbida. Alafu unamleta mchezaji ambaye kufunga mabao 3 kazi. Sasa hapo ulikogusia kwenye kuondoa wachezaji. Sasa Simba naona kama washaanza kujifunza makosa. Wameshamrejea ama wamemongezea mkataba Rushen Derok. Imekaje? By the way, mimi miongoni mwa wachezaji ambao bila kuficha ukiniambia Simba waliwasajili, Rushen Derok walisajili. Na kwenye usajili bora ni kuhakikisha unasalia na wale bora ulionao. Ndio maana nimezungumza kuhusiana na msingi wa timu ya Yanga. Yanga walikuwa na timu ambayo iko solid, ndio maana hata hao wakina Faridi Musa uoni wakipata nafasi mara kwa mara. Simba
kumuongezea mkataba Rushin De Reuck ni kitu cha msingi, kwa sababu kama mkataba wa De Reuck unaisha, anaondoka, it means Simba unatakiwa uingie sokoni usajili mchezaji mwingine. Ukimuongezea mkataba yule, umeua ndege wawili kwa jiwe moja, kwa sababu utakuwa umebaki na mchezaji bora, alafu utakuwa umezingatia cost, yani cost ambazo ungeweza kuzitumia kwenda kusajili mchezaji mwingine ukamlipa signing fee na mshahara, umeitumia kumbakiza mchezaji wako bora ambaye tayari amesha prove ndani ya kikosi chako kwamba ni bora. Kwa hiyo umeona Rushin, kwa sababu ni bora, anaonekana tu, na hata yani haihitaji hata kupigiwa kelele sana. Sio mchezaji ambaye anachachatika, sio mchezaji machachari, ni mchezaji ambaye ana IQ, anticipation iko pale, interception iko pale. Unaona ni mchezaji ambaye yuko composed, yupo kama anafanya maamuzi sahihi. Unamuongezea mkataba, hata mimi Omar Bula siwezi kuwa na shida. Kwenye kikosi chako anaingia Rushin De Reuck, anaingia kwenye kikosi changu bila wasi. Yes, ni mchezaji mzuri, mchezaji mzuri sana. Katika kipindi hichi kifupi hichi ameonyesha kwamba kama wakimuamini, kwa sababu Simba bwana hawakawii, ndio hivyo huwa wanacharukaga. Yaani ndani ya miezi miwili wanaweza wakamsifia mchezaji, alafu ndani ya wiki mbili huo mchezaji akawa takataka. Ndicho ambacho kilitokea kwa Fondo Malone, miongoni mwa wachezaji ambao walisifiwa kweli kweli, ukuta wa Yeriko, lakini mwisho wa siku tuliona kile kilichomuondoa Yeriko. Ukuta wa Yeriko namna ambavyo uliondoka ndani ya klabu ya Simba na kashfa chungu mzima. Kwa hata Rushin ni miongoni mwa wachezaji wazuri ambao Simba wamefanikiwa kuwasajili, wamefanikiwa kumuongezea mkataba wa mwaka mmoja. It's a good thing, na ndicho ambacho unatakiwa ufanye. Ukupaswa kumuondoa Mukwala, ilibidi ukae chini na Mukwala mjadili na kubakishaje. Ukupaswa kumuondoa Mohamed Hussein Zimbwe, ilibidi uongeze nguvu yako ya kunegotiate na Zimbwe. Haukupaswa kumuondoa Ateba, Jean Chalea Ahoua. Wewe unashindwa na klabu sui cha Riyadh Belouizdad, anakushinda Belouizdad kwenye kufanya negotiation, inakushinda sio Al Ittihad ya Libya, inakushinda kufanya negotiation. Simba unajinasibu ni timu kubwa Afrika. That can't be it. Okay, mambo yako vizuri. Yes. Tumemaliza. Tumemaliza, ila cha msingi ni kwamba sisi huwa tunaona na siku zote kwenye analysis, unaposema timu inacheza vizuri, timu inacheza vibaya, kuna vijenzi ambavyo unavizingatia. SI unit ya kucheza vizuri ni magoli. Kama timu haipati magoli, it means haichezi vizuri. Nyingine zote utakazokuwa unazisikia ni kelele. Magoli ya aina yoyote itakayofungwa, siwe kama Arsenal wako na fona lalamika. Wewe funga mabao yoyote tu, afu mwisho wa siku tukutane pale nani ambaye atakuwa anaondoka na ubingwa. Msimu uliopita, nimalizie tu, msimu uliopita Young Africans wameweka rekodi mabao 82. Si ndio? Kwa mara ya kwanza katika historia ya soka la Tanzania, ligi kuu soka Tanzania bara, mabao 82 hajawahi kutokea. Ndio ambao amewapa Yanga ubingwa wa msimu uliopita, ubingwa wao wa 4 mfululizo. Mpaka sasa hivi kwenye mechi 12 walizocheza, Yanga wamefunga mabao 30. Unawazuiaje kuwa mabingwa? Hawajafika hata robo msimu. Hawajafika nusu msimu. Unanielewa? Kwa hiyo funga mabao, ndio njoo jisifu timu yangu bora. Unasema timu yangu bora, timu yangu bora. Mechi 2 mfululizo ufungi mabao. Ubora uko wapi? SA unit ya ubora iko wapi? Kucheza vizuri. Kucheza vizuri kwenye nini? Kucheza vizuri ni kushinda mechi za mpira wa miguu. Ushindi mechi za mpira wa miguu. Ubora wako uko wapi? Uzuri wa hicho unachokicheza uko wapi? Unamjaji mchezaji kacheza vizuri, hajafunga goli, kakosa magoli 2 kwenye mchezo. Ubora wake ulikuwa wapi kwenye mechi? Sawa, mimi nakushukuru sana. Asante sana, karibu tena. Mtazamaji wa Kishamba Media, huyo ni Omar Bula. Tulikuwa tunazungumza naye hapa, ni mdau wa kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanaendelea kujili kwenye ligi kuu Tanzania bara. Mimi ni Binti Po Imelda Po. Hayo ni maoni ya Omar, tuandikie maoni yako hapo. Ni nini ambacho unakiona? Wapo sahihi Young Africans, Chasambi ni bora kuliko Libase Geye, ama ni nini ambacho unakiona? Tuandikie kwenye mitandao yetu yote kijamii. Tunapatikana kwa jina moja tu, Kishamba Media. Morris Kasim alikuwa nyuma kamera, tukutane wasaa mwingine hapa hapa ndani ya Kishamba Media.